if we will wake up tomorrow or not. I'm talking to somebody living in Kenya na kona watoto wake Kenya. Our life begins in the village and ends up in the village. Hakuna mtu atazikwa karibu na Hilton Hotel. Hakuna mtu atazikwa Donholm juu ulijenga nyumba Donholm. Hakuna mtu atazikwa Runda juu ulinunua nyumba Runda. It's either utapelekwa Lang'ata ama utarudishwa kwenu. Lang'ata is not the best choice ya kupeleka mkufi. Lang'ata ni kama umetupwa. You are in the middle of nowhere. We know what happens in Lang'ata. I don't want to talk about it. So me, I prefer taking a body back to the village. What state do you want to be left in the village? Jukuna watu wakishazikwa pia hiyo village wanasahaulika. Nobody takes care of the graveyard. Do you want to be like that? Si basi udekeze watoto wako. They will take care of you one day. If you happen to die before your kids, wakuzike place nzuri, na wawe wakirudi ushago, at least wakuna demarcation, they have a place to come to. That is what I am talking about. I am not talking about Sheila. I am using Sheila to teach you guys. These are things that are going to happen over and over and over and over. Unless somebody comes out and talks about it. And 2 or 3 people are going to learn from what has happened, the better. Sawa guys, that is hiyo tu ndio nilikuwa nataka kusema. Let us value our real life than what we post on social media. Those are 2 different stories. Mimi maisha mnaona hapa kwangu, ndio yangu, hakuna ingine. And I don't post anything on my social media. I don't post on a cars. I don't stand on tall buildings. I don't do that shit. Why don't you just live your reality? Yenye hata ukikufa, you will not shock the world. Wesley, thank you. Why don't we start learning? Young generation, Slay Queen generation, the know-it-all generation. Why don't we just start living reality and posting reality? Hii maisha fake is not good for wale watu na wawacha nyuma. Mimi sahi nikikufa. Social media knows Robin. Social media knows my daughter. Social media knows my youngest son. Social media knows my life. They know my status. They know my car. Social media hata inajua kinembe yangu. Wesley, thank you. That is my reality. It is high time you, generation ya Slay Queen, you start posting for us real life kwa ground. Kama una land sema hauna. Wacheni kuja hapa kutuambia niko na heaven on earth, and in real life literally you have nothing. Literally you own 0 and you have kids. How are we going to start helping your kids? And you are living maisha ya Guinea. You're billionaires up there. How will your children be helped? I'm talking. Mtu anajua dada ya Sheila. Kama hayuko kwa hii meeting, ambieni dada ya Sheila, wale watoto ni wake. 4 of them. Achukue hao watoto. Angangane na hao watoto. That is only what I will tell hii familia ya Sheila. Those kids belongs to Sheila's sister. Najua watu wanaogopa gharama. Afunge macho, achukue wale watoto.
awaongoze. Mungu, God will come through for those kids. Dada ya Sheila siwache wale watoto kwa ile boma. That is a sign of rejection. Vile Sheila amezikwa is a sign of rejection. Tumekubali walipewa mahali pa kuweka mwili. Yes. That guy did a very good thing. Yes. But wasireject wale watoto. Dada ya Sheila achukue wale watoto. Mungu atamuonekania. Kulea sio rahisi. Achukue tu. Awale. Wakuwe wakubwa, wakuwe watu wanajielewa, kila mtu atapata ya kwake. And I'm very sure those kids, they are not going to make the same mistakes their mother made. They are going to learn from those mistakes of their mother. Kila orphan akona njia yake. Kama mimi God ametufungulia njia, 6 orphans. God ametufungulia njia. Hakuna orphan mtu Mungu wacha nje. Wale watoto Mungu atawaguide, Mungu atawafungulia, Mungu atawapatia makao, Mungu atawaongoza. Therefore, yes, therefore. So me, I'm talking from a point of an orphan. I will still talk about this issue when I come to Africa. Because mimi ninakuja kuweka gate ya kwetu. I am that orphan mwenye amekataa kutoka kwao. Mi sitoki. Sitoki kwetu. Hakuna mtu ananitoa. Nani alisema mwanamke sio mtoto? Kwani sisi tulitapikwa? Ama wana no pielewa. We women no pielewa. Ano kadar dalawa. Ongechi warangato manokenda. O kadar dalawa. And women have right, by the way. The constitution was changed. Girl child akona right yake. Uko Kenya. Constitution was changed. Na si ati sina uwezo ya kununua piece of land, niko nayo. Lakini kwetu sihami. Mahali mama yangu na baba yangu wamezikwa sihami. Okadar. Sihami. So guys, I hope the teaching was good. The teaching was good. I'm coming to Africa to endelea na hii topic. You know, we do by practically. Sai nikiwaambia nafanya hivi na hivi na hivi, hamtaniamini. Mtasema Nyako unatumislead. I want you to see that Nyako amefanya hivi, she's an orphan and you can also do it. And I want also to work with single women on these platforms, on this our platform. Kama ulishatoka kwa bwana yako sahihi, usizikwe kama Sheila. Fight for yourself. If you can fight for yourself, fight for yourself. To acquire land is very easy in Kenya. Very, very easy. 200,000 Kenya shillings. You can get a small place for yourself. Fight for yourself, guys. Kama mku wachiwa property yoyote na wazazi, fight for yourself. Awa wanaume kose ngoti moyeng toka opala tungadugu nguti. Don't wait for that time. Kiketere dara kapoko ketere. These men are very wicked. Mwanamke akikushinda, if you fall out with a woman, see you walk out. Must you ginen?
Wivu wewe. Wivu wewe. Seila to be makia yero dichuo. Dichuo wiye pombolo to tiende to chali gi kibrit. Yawa pesa wewe. Choices have consequences when you run for the money. Dichuo wiye chalo pombolo to tielo ka kibrit. Duaro gine, duaro nyaunyo macho nego rodhi. Koro ngama wiye pombolo cha to idho kuom manade. To mana keti kibogoyo choncha. Seila to be ma aol. Ineno ko ongiso miel JB. Koro se madho kongo gi wich ma pombolo. Kuna video ingine nilimuwatch mpaka amevaa ginene. Orwako wachwiti, orwako baika long, olunda tindo. Onego rodhi. Nikuro Seila nino yiero dichuo. Aki pesa wewe. Aul. Pesa wewe. Makato beno tede negi mana nikeje pesa. Okanen. Okanen ona. Ati huyo ni polisi. Mimi sijatukana mtu. Umesikia nikitaja jina ya mtu? Women, choices have consequences. What you choose, you will live by it. If you choose the Bible, you live by it. If you choose sword, you live by it. I knew so. Mimi nimeweka my 2 cents. Ne, unukia kata jokes. Ukia kata jokes. Ukia jokes. Mano jokes. Kikutera ijel, please. Angera. It wasn't personal. Hey, my ear, Tieno. I apologize. I apologize. Mapema ndio best. I apologize. Police. You guys, tukutaneni kabla niharibu hii mkutano. Tukutaneni saa zingine. Masaa ya bere. Ne, anything I have said that is not right, naomba munisamehe. Tafadhali. I don't want to go to prison. Please. The teachings went too far. I've mentioned things I should have not mentioned. Naomba msamaha. Mapema. Don't use my words against me. Oh. Please. Ilikuwa tu mafundishano. We were just teaching each other. Yeah, so guys, tutaendelea na hii mjadala nikikuja Kenya.
Hii mjadala lazima tuende. We must I want to encourage a lot of people to secure their places of burial. Siku ya mwisho ndio muhimu. Yes, siku ya mwisho ndio muhimu. What you build on that piece of land doesn't matter. What matters is hapo ni kwako. Umeweka kifuli, ni kwako. And you